Haleluya, haleluya, haleluya. Neema ya Kristo nanyi nyote mnaosikiliza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu Joseph. Leo kuna shehe nataka nimjibu. Kuna clip moja nilitoa nikamwambia shehe na msabato mmoja. Huyo shehe akanambia dini ya kweli ni Uislamu. Dini ya kweli ni Uislamu. Sasa dini ya kweli kama ni Uislamu, nitasoma baadhi ya aya hapa. Tuangalie dini ya Uislamu kama kweli je, ndio nzuri? Uzuri wake ukoje? Tunaweza tuangalia. Katika hii dini ya kweli ya Uislamu kuna andiko moja nataka nitumie hapa. Nasoma sura Toba, sura ya 9 kwa mtu mwenye msaafu angalia hapo. Sura ya 9 kwenye msaafu hapo. Sura ya 9 aya ya 11. Sura ya 9. Inaitwa sura Toba. Sura ya 9 aya ya 11. Aya hapa inasema, tunataka tuangalie hapa. Maana anasema wao ndio dini ya haki ya ukweli. Inasema 11. Basi wakitubu na wakashika sala na wakatoa zaka, basi ni ndugu zenu katika dini, na tunazichambua aya kwa watu wajuao. Kumbe na wao wanatoa zaka. Wanatoa sadaka, wanatoa zaka. Zaka iwe ni 50, iwe ni 100, iwe ni laki, iwe ni milioni, zaka ni zaka tu. Zaka ni zaka. Na wao wanasema wao Waislamu ndio wenye hela kuliko watu wote. Lakini wakijenga msikiti wanawachangisha watu ambao hata sio Waislamu. Wale makafiri wanaenda kuchukua hela zao, wanaenda kuchangisha mchango, alafu wanaenda kujenga msikiti. Alafu wakishaujenga msikiti wanaanza kuwaita wenzao makafiri. Na wamesahau kwamba msikiti wamejengwa na wale wao makafiri. Huwezi kuchukua kitu haramu kaenda kwa kitumia kwenye matumizi yako. Tubadilike jamani. Hivi vitu vya ujinga tuachane navyo, tuwe wa kweli. Sisi ni binadamu. Binadamu anahurumiana. Binadamu tunahurumiana. Kwa nini uwe mtu kwa mtu usiyemjua? Kwa nini ujitoe muhanga kwa mtu usiyemjua, usiyemuona, wala hajawahi kufanya kitu chochote chenye manufaa kwako? Inasema 12. Na wakivunja viapo vyao baada ya kuahidi kwao na wakatukana dini yenu, basi piganeni nao na viongozi wao na ukafiri. Hakika hawana viapo vya kweli, huenda kwa hayo wakaacha. Yesu alisema watatukana nini kwenye Mathayo 12, nitawasamehe maovu yao kwa kutukana nini, lakini kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa kamwe. Leo watu wanasema ukitukana dini ya Uislamu pigana, ua. Sasa hii ndio dini ya kweli? Umeukataa Uislamu uuliwe. Umemkataa Muhammad umeuliwa. Umesema mimi sitaki hii dini, sitaki sielewe, unauliwa. Sasa hii ni imani ya kweli? Inatakiwa ionyeshe ule ukweli wake na uzuri wake ili watu wajifunze waweze kuingia kwenye hiyo imani. Haya, inaendelea. 13. Je, hamtapigana na watu waliovunja viapo vyao? Tena huyu Mungu anahimiza na watu wapigane. Hii ndio njia ya haki, kupigana. Kwa hiyo ina maana kwamba hii imani ukifundishwa kiusahihi, hii imani ukifundishwa kiusahihi, hii imani unakuwa gaidi. Unabadilishwa roho. Unakuwa mtu mbaya. Ukijifunza kiusahihi unabadilika. Unaweza kumuona mtu ni mzuri kama amevaa kanzu na kofia, kwa muonekano ni mzuri, lakini ukimuuzi yule mtu kukuua iko lazi. Mimi nimekutana nao, nimewaona. Ukimwambia hii dini yako sitaki bwana, mimi naona kama vile hainifai, kama dini ya kijinga, iko lazi kukuua. Sasa hiyo ni imani kweli? Mbona Yesu anatukana kila siku, ni mjinga, ni mpumbavu, hafai, amelaaniwa? Mbona kila siku anatukana matusi haya? Kimegeuka nini? Kimebadilika nini? Lakini tunaona majini, tunazidi kupambana nayo, tunazidi kuyatoa, tunazidi kuyafukuza. Yale matendo mabaya ya shetani ya ambao mawakili wake ni watu wanaoshirikiana na majini na watu ambao wana majini, tunazidi kuyatoa na kuwaacha watu huru, wawe huru, wasiwatumikie mashetani tena. Ndio kazi yetu tunayoifanya sisi. Na ndio wao tunapambana nao. Na tunapambana na matendo mabaya, kuvaa vimini, kuvaa visuruali wanawake, kuvaa vinguo visivyo na maadili, kuvaa kama makahaba. Tuvae kiheshima kama Biblia ilivyosema tuvae kwa mavazi ya kujistiri, lakini Wakristo wamekataa. Hao ndio tunaopambana nao pia. Na wanawake kufundisha kwenye makanisa, hao ndio tunaopambana nao pia, kwa sababu Biblia hairuhusu mwanamke kuwa askofu, kuwa shemas, kuwa mwinjilisti. Biblia hairuhusu mwanamke kufundisha. Hamna andiko hilo kwenye Biblia. Ni uongo tu, mpinga Kristo ndio amewaingiza wanawake kuwa watumishi. Haya, je, hamtapigana na watu waliovunja viapo vyao na kuwa na hamu ya kumfukuza mtume? Nao ndio waliokuanzeni mara ya kwanza. Je, mnawaogopa? Sasa huyu Mungu gani anahimiza watu wapigane? Kuna imani hapa, kuna amani hapa. Watu wanakuambia Uislamu ni amani. Hapa kuna amani yote. Mungu anahimiza watu wapigane. Eti kwamba mnawaogopa?
Haya, 14 inasema, piganeni nao, Mwenyezi Mungu atawaadhibu kwa mikono yenu, na awahizi na awanusuruni, na muwashinde, na vipoze vifua vya kaumu ya waumini. Sasa huyu Mungu gani na piganeni nao, anahimiza watu wapigane, alafu nasema kuna amani? Sasa kama hii piganeni nao, hiyo sehemu yenyewe huko tunaona Arabuni kuna amani kweli? Kila siku wanapigana kwa hizi haya. Alafu wanaanza kusema eti Wamarekani wanaingia vipi kwenye hii? Kwa hii Qur'ani Marekani ndo aliandika basi. Akawaambia watu wapigane wanaokataa dini. Kwa hiyo nataka niambie Waarabu wote wanakubali dini ya Uislamu. Waarabu wote wanamkubali Muhammad. Kwa hapa wanaokataa ndo wanapigwa. Kwa hii sehemu hii Tanzania au sehemu yote ikitakapo sema sheria ya Kiislamu iendelee, ukikataa Uislamu wewe unauliwa kwa hizi haya. Sasa usi ugaidi sasa. Ugaidi, kuna ugaidi unazidi huu. Wewe hata ukimkataa Yesu. Kwa mfano, sisi wa Kristo, ukimkataa Yesu sisi tunajitenga na wewe, tunazidi kukaa sisi hatutendi dhambi. Hatunywi pombe, hatuui, hatuwachawi, hatuendi kwa waganga, hatubaki, hatulawiti, tunaacha hivyo vitu. Hizo tabia tunaziacha. Tumepungukiwa nini? Tumepungukiwa nini kushikiana na Wakristo wanaotenda hivi vitu? Si umejitenga. Ukijitenga wewe, serikali itakukamata kwa kosa lipi ulilofanya? Umeacha haya matendo. Ukristo, uvae nguo za kujistiri, maana wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa mwanamke usivae vimini, usivae nguo za kubana, usivae nguo za aibu, usivae suruale, usiweke mawigi ya bandia, usijikrim, usijichubue, usiweke makucha ya bandia. Uvae kwa kujistiri, umpende mume wako na watoto wako. Haya, usiwe mchungaji, usiwe mshemasi, usiwe askofu, maana hivyo sio vyao vyako, wewe sio kazi yako. Mwanamke hapa umekuwa umekamilika katika Ukristo. Ni kipi ambacho mwanamke utamkamata kwamba amefanya kosa? Asizini, asinywe pombe, asiende kwa waganga, asitukane, asifanye mapenzi ya jinsia moja, ulawiti. Mwanamke anakuwa amekosa nini hapa? Unaenda kwenye dini ambayo ukimkataa Uislamu na unauliwa. Tuangalie kaya kama mwisho hapa. Hapa tushuke. Haya. Kwenye 29 inasema, sura Toba aya 9, mstari wa 29 inasema, piganeni na wasio muamini Mwenyezi Mungu. Piganeni na wasio muamini Mwenyezi Mungu. Leo nategemea Uislamu kwamba Zanzibar au sehemu yote iwe ni sehemu ya Waislamu watupu. Halafu anasema wasio muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wauliwe. Hapo kutakuwa kuna amani. Halafu anasema Waarabu ndio kwenye amani. Tunaona kila siku vita vinapigwana. Ndio maana nimeuliza swali, je, Waarabu wote ni Waislamu? Waarabu wote wanamkubali Muhammad? Jibu linakuja sio wote, maana sio wote wanaokubali Ukristo. Na ndio maana kwenye Ukristo, Mkristo wa kweli anajiita Mkristo, zile sifa za Mkristo nimezitoa. Hanywi pombe, hazini, halawiti, hafanyi mapenzi ya jinsia moja, haabudu masanamu, hatengenezi ile msalaba, hatukani, hashindi kwenye starehe, haendi klabu, anavaa kwa kujistiri, haonyeshi maumbile yake. Huo ndio Ukristo. Huyafanya hayo matendo, hilo ni kosa? Huo ndio Ukristo, hauna kitu kingine. Wewe tukana, fanya chochote, huo ndio Ukristo. Mbona ni kitu kizuri kuliko hii sehemu ya pili? Nadhani wewe Muislamu sasa nimekujibu kwa maandiko. Na hizi sifa nilizozitoa, ukitaka kuziona hizi sifa za Mkristo, unasoma Wakorintho wa kwanza 6:9, Wakorintho 6:9 mpaka 11, Wakorintho wa kwanza 5:11 mpaka 15, unaisoma kwenye Timotheo wa kwanza 1:9 mpaka 12, unaisoma kwenye Galatia 5:18 mpaka mwisho. Unaisoma kwenye Warumi 1:26 mpaka mwisho. Unaisoma kwenye Tito 2:6 mpaka 12. Tito 3:8 mpaka mwisho. Haya maandiko unaisoma kwenye Ufunuo 12 mstari wa 8 mpaka mwisho. Haya matendo kwamba hayatakiwi, matendo mabaya katika Ukristo. Sasa haya matendo ukiyaacha, kosa lako la kumuua Mkristo ni lipi? Maana hajaungilia Uislamu, hajatukana Uislamu. Yeye amebaki kuacha matendo maovu na kuomba kwa jina la Yesu. Kosa lake ni lipi? Mimi Mkristo, mimi mtakatifu wa Bwana, nauliza swali. Kosa la Mkristo kuuliwa ni lipi? Kosa la mtu ambaye haamini miungu mingine yote isipokuwa Yesu Kristo, haamini kwenda kupigia magoti al-Kaaba, haamini kwenda kumpiga shetani maana shetani haonekani, kosa lake ni lipi la kumpiga huyu mtu na kumwita kafiri? Maana hivi vyote tulivyovifanya, tulivyoviacha sisi, nyinyi kwenu mnavifanya. Hivi vyote nilivyovisema ambao sisi hatuvifanyi, nyinyi kwenu mnavifanya, vyote mnavifanya. Sasa nani mbaya hapa ambaye anataka auliwe mwingine? Nani mbaya ambaye ni mdhambi?
Maana dunia inatakiwa ipate watu wasafi wanaokataa matendo mabaya kama haya kwenye jamii. Nadhani nimekujibu. Ngoja tumjibu na huyu Msabato, naye hapa ni Muislamu, nimemjibu. Kwa hiyo kipande cha pili namjibu nani? Huyu Msabato aliyeniambia dini ya kweli ni Msabato. Kwa majibu yako yanakuja ndugu yangu.